Pambano linalo sababi sa mapambano yote. Halikuwahi kuwa na siku kama hiyo kabla au baada ya hapo. Wakati Bwana aliposikiliza sauti ya mtu, kwa maana Bwana alipigania Israeli. Ushindi wa Kanaani ulikuwa vita vya kuangamiza vilivyoamriwa na Elohim. Lakini ikiwa Elohim ni upendo, kwa nini aliamuru mauaji kama hayo? Ili kufahamu sababu za matukio haya, tunahitaji kuvinjari. Lazima tupanue maono yetu zaidi yanayoonekana hadi tuweza kuona pambano ambalo liko nyuma ya migogoro yote, pamoja na ushindi wa Kanaani. Pambano kubwa kati ya Misaya na Shetani, kati ya mema na mabaya. Wahusika walio katika mzozo: mkuu wa jeshi la Elohim, mkuu wa jeshi la uovu, shujaa mwenye nguvu zaidi. Mikakati ya mapambano: tunampigania Elohim. Wahusika katika mapambano: mkuu wa jeshi la Elohim wala akajibu, lakini kama na mkuu wa jeshi la Bwana sasa nimekuja. Ndipo Yoshua akaanguka kifudifudi chini kwa heshima na kumuuliza, Bwana wangu ana ujumbe gani kwa mtumishi wake? Yoshua alipokuwa akiomba karibu na Yeriko, akitafuta mwongozo wa kimungu wa kuchukua mji, Yoshaja alichomoa upanga wake, alisimama mbele yake. Alipoulizwa na Yoshua, mtu huyu alikanusha uhusiano wake na jeshi lolote la Kidonia. Alikuwa mkuu wa jeshi la Elohim. Kwa kudai ibada, alionyesha kwamba alikuwa Elohim mwenyewe kwa nafsi ya Yeshua, anayejulikana kama Mikaeli katika kitabu cha Danieli. Maombi yalikuwa yamejibiwa kwa msaada wa Yoshua. Elohim mwenyewe alichukua amri ya operesheni hiyo. Kama kamanda anayeonekana wa Israeli, Yoshua alipaswa kufuata tu amri za kamanda mkuu wa kweli Elohim. Mkuu wa jeshi la Aobu, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, umetupwa chini duniani, wewe uliyewahi kuyashusha mataifa. Tunaweza kusema kwamba aliboni vita, alisaliwa mkuu, kirubi wa cheo cha juu zaidi upande wa Elohim, akitembea juu ya makaa ya moto yenye thamani kamilifu. Akiwa amejaliwa uhuru wa kuchagua kama viumbe wote wenye akili waliumbwa na Elohim, Lucifer aliamua kwasi na kuteka kiti cha enzi cha Elohim. Ingawa uasi wake ulishindwa, ulimwengu umekumbwa na vita tangu wakati huu. Baada ya kuchukua dunia, Shetani na malaika zake wana kusudi moja: kuzuia mipango ya Elohim ya kukua jamii ya wanadamu. Ushindi wa Kanaani ulikuwa vita muhimu katika vita hivi. Shujaa mwenye nguvu zaidi: Bwana ni shujaa, Bwana ndilo jina lake. Elohim mwenyewe anaonyeshwa kama mtu wa vita, shujaa mwenye nguvu zaidi katika vita. Lakini Elohim hayuko katika vita na wanadamu, bali na nguvu za kiroho ambazo wanashikamana nazo. Kwa hiyo mapigo yanawasilishwa kama vita dhidi ya miungu ya Misri, yaani mapepo. Elohim anatamani kuondoa uovu duniani, kwa hivyo aliwafukuza kutoka Kanaani wale ambao walikuwa wamechagua kuunga mkono Shetani na kuwapa nchi watu ambao walikuwa wameunga mkono yeye. Leo vita vinaendelea, lakini sio juu ya eneo. Mpambano ni kwa kila familia, kwa kila mtu binafsi. Hakuna haki isiyoegemea upande wowote, tuko pamoja na Elohim au pamoja na adui. Mikakati na pambano: katupigania, Bwana atawapigania, mnahitaji kutulia.
mpango wa asili wa Elohim ulikuwa kushinda Kanaani kwa njia zisizo za kawaida bila Israeli kulazimika kupigana. Isingekuwa kutokuamini kwa watu hii ingetokea. Biblia inarekodi baadhi ya mifano ya kile ambacho Elohim anaweza kufanya ili kuwakomboa watu wake bila wako kuchukua silaha yoyote dhidi ya adui zao. Alisema jeshi la Wamisri katika bahari ya Shamu. Alizama jeshi la Misri katika bahari ya Shamu. Alitumia mvua ya mawe dhidi wa Kanaani. Aliwaangamiza wale waliomdhihaki Eliya. Alituma dubu dhidi ya wale waliomdhihaki Elisha. Alipata amani kwa kulifumbia macho jeshi la Syria. Aliwafanya Waamoni wa Moabu wapigani. Aliwaua Waashuri 18500 kwa usiku mmoja. Alimtumia Herodi ugonjwa hatari. Tunampigania Elohim. Wakaweka nchi wakfu kwa Bwana, wakaharibu kwa upanga kila kilicho ndani yake, wanaume na wanawake, vijana na wazee, ng'ombe, kondoo na punda. Kama ilivyokuwa kwa watangulizi au kwa Sodoma na Gomora, Wakanaani walikuwa wamevuka mipaka ya neema na walikuwa wamejidhanikisha na Shetani. Wote walikuwa wamekusudiwa kifo cha pili, kifo cha milele, kuongeza muda wa maisha yao hapa hakutabadilisha hatima yao ya mwisho. Na Elohim aliruhusu Israeli katika tukio hili kutekwa kwa Kanaani ushiriki kikamilifu katika mauti. Kwa nini usifanye hivyo mwenyewe kama alivyokuwa amepanga? Kwa sababu ya kutokuamini kwao. Haya kwanza ya vita ya Israeli ilikuwa baada ya kutangaza, je, Bwana yupo kati yetu au sivyo? Kwa kushiriki kikamilifu katika vita kimwili kwa kiroho kwetu, tunakuza imani isiyo na masharti katika msaada wa Elohim. Vita vinapaswa kupiganwa kila siku. Vita vikubwa vinaendelea juu ya kila nafsi, kati ya mkuu wa giza na mkuu wa uzima. Kama mawakala wa Elohim, inapaswa kujitolea kwake ili apange na kuongoza na kupigana vita kwa ajili yenu. Kwa ushirikiano wenu, mkuu wa maisha yuko juu ya kazi yake. Anapaswa kuwa pamoja nawe katika vita vyako vya kila siku na nafsi yako, ili uweze kuwa mkweli kwa kanuni. Shauku hiyo wakati wa kupigana kwa ajili ya uweza inaweza kutishwa kwa neema ya Mesaya, kwamba utoke zaidi ya mshindi kupitia yeye aliyetupenda.